kulikuwako na neno. Kwanza tunaona nani? Neno. Alafu anasema naye neno alikuwako kwa Mungu. Kumbe huyu neno alikuweko kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo tumeona kuna neno na kuna Mungu, na huyu neno alikuwa kwa Mungu. Alafu anasema naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo ukisoma ukaruka kipengele ukaja tu kusema si unaona neno ni Mungu, lakini umesahau huyu neno alikuwako kwa Mungu. Kwa hiyo kuna Mungu aliyekuweko. Sasa tutaliwekaje ili liweze kueleweka na kuonesha kwamba hapo mwanzo neno alikuwepo na Mungu alikuwepo, na fungu hili halizungumzii kitu kimoja tu kwamba huyo neno ndiye Mungu na ndiye anayewasilishwa katika fungu hili. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tusome kitabu cha Yohana 17 na ule mstari wa 5. 17 na ule mstari wa 5. 17:5 Yohana inasema. Anasemaje? Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Kwa hiyo tunaposoma Yohana 17:5 tunagundua kwamba hapo mwanzo kule, kabla Mungu hajaumba ulimwengu, kuna mtu alikuwa naye. Anasema na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Kwa hiyo kumbe kabla ya ulimwengu kuwako kuna mtu anamuita Baba alikuwa pamoja na yeye. Kwa hiyo tunaposoma Yohana 1 mstari wa 1 kwamba hapo mwanzo kulikuwako na neno, alafu naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo tunafahamu ya kuwa huyu neno anayezungumziwa, hebu rudi 1 mstari wa 14. Hapo Yohana Injili sura ya 1 aya ya 14. Naye neno alifanyika mwili, sawa, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, sawa, amejaa neema na kweli. Subiri. Kwa hiyo aliyefanyika mwili ni yule Mungu ambaye neno alikuweko, au ni neno aliyekuwako kwa Mungu ndiye aliyefanyika mwili? Si tunaona kumbe aliyefanyika mwili ni neno aliyekuweko kwa Mungu, ambaye huyu neno anaitwa Mungu. Kwa hiyo kusema kwamba fungu hili linamzungumzia huyo neno kama Mungu, na wengine wamefikia hatua wanasema si unaona huyo Mungu akafanyika mwili. Hebu nisomee kitabu cha Wafilipi 2:5. Wafilipi 2 na ule mstari wa 5. Wafilipi 2 mstari wa 5. Inasemaje? Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, sawa, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Subiri. Kwa hiyo huyu Kristo ambaye tunaambiwa tuwe na nia kama iliyokuwa kwake, yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo ulikuwa ukimuona Mungu na ukimuona Kristo, wote walikuwa na asili moja. Endelea fungu. Anasema naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu, sawa, kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Kwa hiyo huyu Kristo akaona kule kuwa sawa. Kwa hiyo sio kuwa Mungu, akaona kule kuwa Mungu sio kitu cha kule kuwa sawa na Mungu.
maana kuna Mungu na kuna yeye aliye sawa na Mungu. Kwa hiyo akaona kule kuwa sawa na Mungu, kama Yohana 1:1 inaposema, hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Lakini Wafilipi inakuja kutusaidia na kusema kwamba huyo Kristo alikuwa yuna namna ya Mungu. Endelea sasa. Nasema naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Sawa. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Akatwaa namna ya mtumwa. Akawa ana mfano wa wanadamu. Subiri. Kwa hiyo kumbe aliyekuwa na mfano wa mwanadamu ni nani? Ni neno. Bwana Yesu asifiwe. Nafurahi kumbe tuko pamoja. Kwa hiyo tunapokuja kurudi kwenye Yohana 1:1, sio yule Mungu ambaye neno alikuweko ndiye aliyefanyika mwili. Hapana. Bali tunaona aliyefanyika mwili ni neno. Lakini kwa nini sasa huyu neno mwisho wa fungu aitwe Mungu? Hapo ndio kunakuwa na kipengele kidogo. Kama tumekubali neno yupo na Mungu yupo, lakini kwa nini neno anaitwa Mungu tena inafikia hatua kuchanganya na kusema unaona neno ndiye Mungu, yeye ndiye yule yule? Sababu zinakuwa ni zipi? Bwana Yesu asifiwe. Kwamba sababu inakuwa ni nini huyu neno aitwe tena Mungu? Somea kitabu cha Mwanzo 5 na ule mstari wa 2. Mwanzo 5 na ule mstari wa 2. Mwanzo 5 mstari wa 2 unasema, anasemaje? Mwanamume na mwanamke aliwaumba. Sawa. Akawabariki. Akawaita jina lao Adamu. Subiri. Kwa hiyo Mungu anamuumba mwanaume, anamuumba na mwanamke, lakini jina wote wanatumia jina gani? Adamu. Kristo na baba yake, na tumeona Kristo alitoka kwa baba yake. Kwa hiyo Kristo na baba yake wanatumia jina gani? Moja. Mungu. 5:43 Yohana. Kitabu cha Yohana 5 na ule mstari wa 43. Mimi nimekuja kwa jina la baba yangu. Subiri. Kwa hiyo Yesu anasema yeye amekuja kwa jina la baba yake. Na baba yake na Yesu anaitwa nani? Mungu. Kwa hiyo Yesu na yeye tutamuita nani? Mungu. Kwa sababu amekuja kwa jina la nani? La baba yake. Kwa hiyo tunaposoma Yohana 1:1 tusifunge mawazo na kukimbilia tusu naona huyo neno ni Mungu. Tunapaswa tufahamu kwamba kuna neno na kuna Mungu, na huyo neno naye ni Mungu. Kama tulivyoona kuna Adamu na kuna Hawa, alafu wote ni Adamu. Ni Adamu. Kwa hiyo unaposoma kwa muktadha huo unafahamu ya kuwa kumbe Yohana 1:1 haipo kutuchanganya, ila kwa sababu ya fikra zetu tumekubali kusomewa. Tutaona kama pale tunafanyaje, tunachanganywa. Na lengo ni nini? Lengo ni kuonesha Mungu ni mmoja anayebadilika, lakini tumeambiwa Mungu ni mmoja aliye Baba. Kwa hiyo unapoamua kujifunza kumjua Mungu, maana lazima tumfahamu, ili tunapokuwa tunafanya ibada tumwabudu Mungu aliye wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu atakuwa na swali katika aya hiyo ya kwamba hapana, karibu. Mkono uko nyuma. Karibu Bwana Mike. Bwana Yesu asifiwe.
Amina. Katika Yohana 1 tumeona kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno. Kumbe huyo neno tumeshaona ni Yesu mwenyewe. Kumbe tumeona Yesu ana mwanzo, na mwanzo wake anasema alizaliwa na nani? Na Baba. Sasa kuna quotation moja yenye roho nabii nilisikia hapo kabla, lakini nishasahau. Kwa maana nasema kwamba siku ile ile Baba anakuwepo na mwana pia alikuwepo siku hiyo, kwamba mwana alimfikia Baba kwenye mabega kama vile ambavyo kwenye uumbaji Hawa alimfikia Adamu kwenye mabega. Sasa hapo nilikuwa bado sijaelewa, hapo nilikuwa nataka nieleweshwe vizuri, na quotation kama naweza kuipata, kwamba Yesu alipotoka ndani ya Baba siku ile ile alimfikia Baba kwenye mabega kama ambavyo Hawa alimfikia Adamu kwenye mabega. Nataka nielewe quotation iko wapi na pia niweze kueleweshwa hapo sasa. Muuliza swali, unaleta swali ambalo quotation uliisikia kwingine, sio hapa. Hiyo ambayo kwamba Yesu alimfikia Mungu kwenye mabega siku ile Mungu anakuwepo. Labda mtumishi nani alikuwa anafundisha akatoa quotation hiyo? Basi ngoja turuhusu nani ambaye anaweza akawa na majibu pengine kwa namna hiyo. Basi karibu mtumishi. Asante. Wapenda Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nadhani tu labda mtumishi Michael kwa kumsaidia hapo, hiyo nukuu au hiyo quotation kwa kweli haipo. Haipo. Labda kama ulimsikia mtumishi anazungumza hivyo, labda hukumsikia vizuri, kwamba Yesu alikuwa anamfikia Baba yake kwenye mabega, na kwa kweli hiyo quotation haipo kwenye vitabu vya roho ya unabii. Labda tu nadhani kuna quotation moja ambayo ukisoma vizuri inasema kwamba Baba na Mwana wako sawa, lakini kuna ufupi. Sio nadhani ndio kuna ufupi wa kufanana, maana kwamba Baba hawezi akalingana na nani? Na Mwana. Haizungumzii habari ya kimo. Ila ni habari ya nini? Ni hapo sawa. Kwa hiyo maana kwamba yani haizungumzii habari ya kimo. Maana kwa kweli kwa vyovyote vile Baba hawezi akalingana na Mwana kiumri, si ndivyo? Kwa lazima uwepo utofauti. Sasa huo tofauti sio wa kimo. Nadhani hiyo nukuu yenyewe ipo. Ile sio habari ya kimo cha mabega. Aha. Sasa umeuliza kwamba kwa hiyo Yesu ana mwanzo na mwanzo wake ni unaona? Sasa ukija kuangalia mwanzo wa Yesu, maandiko yametueleza hivi. Ukisoma Mika 5:2, labda tuisome hiyo. Mika 5:2. Mika 5:2. Mika 5:2. Mika 5:2. 5:2 Mika inasomeka. Ndiyo. Bali wewe Bethlehemu Efrata, ndiyo, uliye mdogo, ndiyo, kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, ndiyo, kutoka kwako wewe, ndiyo, atanitokea mmoja, ndiyo, atakaye kuwa mtawala katika Israeli. Huyu ni Yesu anazungumziwa, ndiyo, ambaye matokeo yake yani kuwepo kwake yamekuwa tangu zamani, yamekuwepo tangu zamani za kale, tangu milele. Kwa hiyo uwepo wa Kristo ni tangu zamani za nini? Za milele. Maana yake kwamba ni muda ambao hauhesabiki. Kwa hiyo maana yake kwamba mwanzo wa Yesu, maana yake kwamba hatuwezi tukauhesabu, ila yeye ametoka kwa nani? Katika siku za nini? Katika siku za milele. Kwa hiyo muda tunauhesabu katika kuumbwa kwa sayari yetu dunia, ambapo tunaona kwamba kuna majira yanaonekana pale, kuna mchana na nini na usiku. Tunapata majira tunapata wiki, tunapata mwezi, tunapata mwaka. Hapo ndipo tunaweza tukahesabu nini? Wakati. Lakini kabla ya hapo kwamba au kuwepo kwa Yesu, wakati wake haupimwi. Ni katika siku za nini? Za milele. Lakini yeye ni mwana, ametoka ndani ya nani? Ya Baba. Asante. Kuna nyongeza kwa mtumishi hapa. Karibu. Asante. Nami niombe kuongezea kidogo. Kiukweli
Hili ni swali moja ya maswali magumu linaloongoza, lakini ni swala tu la mimi ama wewe kutulia kusikiliza neno linasemaje. Ukweli usitokee kwangu wala kwa fulani, badala yake ukweli utokee katika neno lake. Hivi ni kweli ya kwamba Mungu ndiye Kristo na Kristo ndiye Mungu? Ile swali kikaa hivyo, usubiri sasa neno lilijibu na wala usijibiwe na mtu fulani. Niombe mtumishi unisomee kitabu kile cha Zekaria sura ya 6 mstari wa 13. Zekaria 6:13. Ndio. 6:13 Zekaria inasomeka hivi. Ndio. Naam. Yeye atalijenga hekalu la Bwana. Yeye atalijenga hekalu la nani? La Bwana. Naye atauchukua huo utukufu. Nini? Utukufu. Ataketi akimiliki katika kiti chake cha enzi. Na kutakuwa na ukuhani. Alafu kutakuwa na ukuhani. Kutakuwa na kuhani katika kiti chake cha enzi. Anasema kutakuwa na kuhani katika kiti chake cha nini? Cha enzi. Alafu na shauri la amani. Nataka usikie hiyo. Na shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili, sio watatu na wala sio mmoja. Sasa hiyo ni moja ya pointi ambazo tunataka tutembee nazo, ya kwamba Yesu sio Mungu na Mungu sio Yesu. Ni kana kwamba haijaeleweka bado. Kuna nukuu moja ipo kwenye sura ile ya 42 tunatoka kuisoma hapa kwenye ile aya ya kwanza ambayo mtumishi ameisoma, lakini mimi nikisoma katika ukurasa wa 268 aya yake ni ya 4, inaliweka vizuri ya kwamba kauli ya ajabu hii, kama sio juzi nilisoma jana, kwamba kauli ya ajabu eti umoja uliopo kati ya Kristo na wanafunzi wake haufanyi nafsi iwe moja. Yani ule umoja hauharibu nafsi ya mmoja na mwingine. Ule umoja hauharibu nafsi ya Kristo na wanafunzi. Badala yake kila upande unakuwa kijitegemea bado, ingawaje wao ni kitu kingapi? Kimoja. Sasa kaliweka vizuri ya kwamba umoja huo ni katika roho, lakini umoja huo ni katika tabia na pia umoja huo ni katika nini? Kusudi. Kwa hivyo ndivyo ilivyo hali kadhalika kwa Baba na nani? Na Mwanaye. Na hivyo ukisonga mbele pale chini anasema jinsi gani ambavyo kila mmoja Kristo na Baba ana nafsi yake. Kama vile haijaeleweka vizuri, niombe nisomee kitabu cha Yohana 17 mstari wa 21 mpaka 23. Kuna vitu ambavyo Kristo alitamani tuvielewe na alijua kana kwamba vitatusumbua. Yohana 17:21. Yohana 17:21 mpaka 23. Wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako. Hao nao wawe ndani yetu ili ulimwengu upate kusadikia kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Hebu angalia hicho Kristo anachotaka tukielewe. Anataka tuelewe hivi. Ile Yohana 10:30 inasema kwamba mimi na Baba tu umoja. Si kwamba nilikiumbe fulani hivi ambalo lina vichwa viwili. Hapana. Isipokuwa kila mmoja na nafsi yake. Ndio maana natoa ombi kwa Baba ya kwamba hebu ule utukufu ulionipa ukubali niwape, ili wao wawe kitu kimoja kama mimi nilivyo mmoja na nani? Na wewe. Sasa ule utukufu ambao umetajwa hapo, japo alikuwa hajapafika hapo, ni roho ya Baba iliyo ndani ya nani? Ya Mwanaye. Na hivyo ile roho ya Mwana ndiyo iliyoko ndani ya nani? Ya Baba. Lakini kila mmoja na nafsi yake. Sawa watu wa Mungu. Labda tuweke ushahidi. Nisomee kitabu cha Danieli 7 mstari wa 9. Danieli 7:9. Ndio. 7:9 Danieli, neno la Bwana linasema, nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa. Danieli anasema nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Anasema na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji. Anasema mavazi ya huyo mzee wa siku yalikuwa meupe mfano wa nini? Wa theluji. Alafu
na nywele za kichwa chake, anasema na nywele za kichwa chake, huyo mzee wa siku, nywele za kichwa chake, nywele ndio kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakao. Nashukuru sana. Hebu tutumie akili kidogo za kawaida tu, kwamba alimuona na nywele kwenye kichwa chake, alafu alikuwa na mavazi meupe, alafu alikuwa amekalia kiti. Swali, huyo ana umbile hana umbile? Ni kama mjanielewa vizuri. Hebu angalia Ufunuo 22 mstari wa kwanza, alafu taenda mpaka mstari ule wa 3 pale. Ufunuo 22 aya ya kwanza hadi ya 3. Ndio. Neno la Bwana linasema, kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima. Yohana sasa nafunuliwa mfano alivyofunuliwa Danieli. Maana kitabu cha Danieli ndicho kitabu cha Ufunuo. Hivi nimewakosea? Mtaendelea baadaye. Danieli alivyofunuliwa kadhalika Yohana naye anafunuliwa, anamuona huyo ndugu. Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima. Anasema kisha akanionyesha maji ya mto wa uzima, wenye kung'aa kama bilauri. Wenye kung'aa kama bilauri. Ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Ukitoka katika kiti cha enzi cha nani? Cha Mungu na cha mwana kondoo. Nimesikia kitajwa mmoja wawili. Wawili. Sasa unategemea tutumie akili gani ama maelezo gani ili tuelewane? Si hayo yanatosha? Lakini hata hivyo kama vile haitoshi, pengine bado tuna mashaka ili kuthibitisha hili. Kuna nukuu ambayo inapatikana katika kitabu cha ameshaitaja mzee pale, alishaitaja, nimekumbuka yule kijana ni kama alikuwa amechanganya tu kidogo. Nilitafuta tu kuonesha jinsi gani ambavyo kuna mmoja alizaa na kuna aliyezaliwa, na kama kuna anayezaliwa hawezi kujizaa, si ndio? Kwa hivyo ukishaelewa kuna mmoja alizaliwa, ujue moja kwa moja kuna aliyezaa. Japo bahati mbaya tunasubiri mpaka tuone Mungu ana mimba. Hapana, sio lazima iwe hivyo. Kwani mnaoneje muujiza wa Yesu kuzaliwa na Mariamu ambaye alikuwa hajaolewa na yeye kumtoa katika kifua chake, ni upi ambao unaonekana kuwa mkubwa zaidi ya mwingine? Sasa ukishaelewa hilo, unaweza kuona lile ni rahisi zaidi au ni gumu zaidi. Itoche tu kuelewa ya kwamba Mungu akili zake na uwezo wake nje ya uwezo wetu wa kufikiri. Lakini itoche tu kukubaliana ya kwamba kila kilichoandikwa ni ukweli, hakuna msasa. Na kinacholeta taabu yote mpaka kufanya Yesu atafsiriwe kwamba ndiye Mungu na Mungu ndiye Yesu, ni kwa sababu tu ya maarifa tusionayo ambayo tunapaswa kuwa nayo, ya kwamba Yesu anapojitaja yeye ni mwana wa Mungu, kweli ni mwana wa Mungu. Yesu si mwanasiasa. Yaani kinacholeta taabu mpaka dakika hii, watu hawataki kukubali kwamba Yesu anaposema nalizaliwa, yaani kwamba nikana kwamba nadanganya. Sijui kama anakuwa anapoteza muda. Hebu nirudie kusoma, nisome ile fungu ambalo sijui kama nilishasoma huyo kwenye kitabu cha Kolosai 1 mstari wa 15 na wa 16. Kolosai 1 mstari wa 16 na 17. 16 na 17, kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza inasomeka hivi. Ndio. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, hata visivyoonekana. Ikiwa ni vitu vya enzi au sultani. Hebu rudia, ni fungu la 15, samahani. Fungu la 15? Ndio. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Naye huyo Yesu ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe namna gani? Vyote. Sasa unafikiri Yesu anaweza kawa lidanganya kwamba ni mzaliwa na wala hakuzaliwa? Yeye mwenyewe ilifika wakati akakiri moja kwa moja kwamba mimi ndiye mwana wa nani? Wa Mungu. Lakini sisi hatutaki kukubali. Sasa mwana huwa ni mtoto wa kiume. Na Yesu alikuwa ni mwanamke. Si alikuwa mwanamume wapendwa? Ndio. Alidhibitisha hilo katika kitabu cha Yohana 9 mstari wa 35. Nashukuru ya kwamba kile nilichokisema kitakuwa kimesikika, na nikiwa tu naunga mkono yale ambayo mtumishi amemaliza kuyazungumza. Itoache tu kuelewa hivyo ya kwamba kuna Kristo, halafu kuna nani? Kuna Mungu. Ni wangapi watu wa Mungu? Ni wawili.
ila ni wawili wenye asili namna gani? Moja. Tukilielewa hilo tutakuwa tumepona. Ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya 5, unapata jinsi gani ambavyo kuelewa ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu ni uzima, lakini usipoelewa ni hatari. Ina maana kwamba utaelewa kingine kinyume cha hicho. Bwana awabariki sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Basi kulingana na muda wetu, nataka nimalizie mafungu mawili ambayo haya ni muhimu tuyafahamu katika somo hili tuliokuwa tukijaribu kujifunza na kuangalia yale mafungu ambayo yana utata, na hasa fungu hili la Yohana 1:1 tulilokuwa tukilitazama, ambalo watu wanalifasiri na kuona ya kwamba hapo kuna moja tu. Wengine wanafika mbali wanasema hapo kuna 3. Lakini kwa mujibu wa andiko na jinsi tulivyosoma, tumeona kuna ngapi? Kuna 2. Kuna Baba na kuna Mwanaye. Sasa kutoamini kuna Baba na kuna Mwana, na kuamini kuna Baba na kuna Mwana na kuna Roho watatu wanakuwa, hiyo ni kinyume na Biblia. Msomaji, nisomee kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 2, utanisomea ule mstari wa 22. 2:22, waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:22. Anasemaje? 2:22 inasomeka hivi. Nasema, ni nani aliye muongo? Sawa. Ila yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo. Endelea tu. Huyo ndiye mpinga Kristo. Hebu rudia hiyo kauli. Huyo ndiye mpinga Kristo. Sawa. Endelea tu. Yeye amkanaye Baba na Mwana. Kwa hiyo yule anayekana uwepo wa Baba na uwepo wa Mwanaye, huyo ni mpinga Kristo. Na fundisho la utatu linakana uwepo wa Baba, linakana uwepo wa Mwanaye na kusema ni mtu mungapi? Mmoja, aliye na nafsi ngapi? 3, kinyume na Biblia. Tamalizia fungu la mwisho, waraka wa kwanza wa Yohana 1 na ule mstari wa 3. Hilo tuliloliona na kulisikia. Huyu ni Yohana, sio mimi. Anasema hilo tuliloliona na kulisikia twawahubiri na ninyi. Sawa. Ili nanyi pia mupate kushirikiana nasi. Sawa. Na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na Mwana wake Yesu Kristo. Au uone vizuri? Hamna roho huko? Hebu rudia. Ushirika wetu. Narudia. Na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na Mwana wake Yesu Kristo. Kwa hiyo sisi wa Kristo tunaosema tunahitaji kwenda mbinguni, ushirika wetu ni pamoja na Baba na Mwana wake Yesu Kristo. Lakini wana utatu, ukiwauliza ushirika wao watasema wana ushirika na Baba, wana ushirika na Mwana, wana ushirika na Roho, Mungu Roho, tena sio Roho Mtakatifu, Mungu Roho, ambaye sasa ili upate ushirika itabidi utafute vivyo vingapi? 4. Sijui tunaelewana? Si anasema hivi, ushirika wetu, kwanza tujue kinacholeta ushirika ni Roho wa Mungu. Sasa Roho wa Mungu ukimuongeza ili upate ushirika wa vitu vitatu, inatakiwa utafute kingine kitakachowashirikisha hawa watatu. Lakini kwa mujibu wa Biblia, ushirika wetu ni Baba na Mwana. Anayeleta huo ushirika, ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana 4:13, anasema Mungu anakaa ndani yetu kwa sababu ametushirikisha Roho wake. Kwa hiyo upasi kumuongeza awe watatu, utapoteza ule ushirika na itabidi utafute mwingine uongezee ule ushirika. Kwa hiyo tunapaswa kuishindania imani yetu ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu
na Mungu ni baba yake, na Roho Mtakatifu ni roho wa Kristo na ni roho wa Baba pia. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu awabariki. Amina.